Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2020. Katika somo la Injili tunaalikwa tuishi kadiri ya wito wetu. Na somo letu la leo linatoka katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi aya ya 16. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba aliye mbinguni. Neno la Bwana. Ndugu wapendwa, ninawaalika sasa tutafakari neno la Mungu tulilolisikia hivi punde. Ndugu zangu, katika Injili tumesikia kazi ya wafuasi wa Kristo ikiwa imefananishwa na chumvi ambayo hukoleza vitu, na pia imefananishwa na taa inayotoa nuru. Katika maandiko matakatifu, chumvi inaelezwa kufanya kazi zifuatazo. Chumvi huleta ladha kwenye chakula, hutunza chakula, lakini pia chumvi hutumika katika ibada mbalimbali za kutoa sadaka na kutakasa. Chumvi pia ilitumika kama ishara ya hekima, ambapo katika tamaduni mbalimbali za kale walitumia misemo mbalimbali kama vile ana chumvi kichwani, maana yake ana hekima, au haya mazungumzo hayana chumvi, kumaanisha mazungumzo hayana maana. Lakini pia hata Warumi walikuwa na msemo wao unaosema hakuna kitu muhimu katika maisha zaidi ya jua la chumvi. Ndugu wapendwa, hii ni katika kuonyesha thamani ya chumvi katika tamaduni mbalimbali katika nyakati zile alizoishi Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, baada ya kuona thamani ya chumvi katika tamaduni za wakati ule wa Bwana wetu Yesu Kristo, turudi katika somo letu la Injili, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anawaita wafuasi wake kuwa ni chumvi ya ulimwengu. Bwana wetu Yesu Kristo amewaita hivyo kwa kutambua thamani ya chumvi, na hivyo ametambua pia thamani ya wafuasi hao katika ulimwengu ambao wanachukua nafasi na majukumu yale yale yanayofanywa na chumvi katika ulimwengu. Wakristo ni chumvi kwa vile wanatoa ladha ya kuishi katika ulimwengu kwa kuwa chanzo cha furaha kwa wote. Pia Wakristo ni chumvi kwa vile wamepokea hekima ambayo huwasaidia kusambaza faraja kwa wenye huzuni na maumivu. Mkristo anapaswa kuwa tiba au kitakaso katika jamii yoyote ile awayo. Awe tiba katika kukemea rushwa na katika kutakasa uchafu wote katika jamii. Ndugu wapendwa, kama chumvi inavyotakasa, Mkristo pia anapaswa kuwa msafi au mfano wa utakaso, ili aweze kufanya wengine kuwa wasafi au aweze kuwatakasa wengine.
Hali kadhalika, ndugu wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo anatoa tahadhari katika mazingira ambayo chumvi inapoteza ladha yake. Maana yake, mazingira ambayo kama wafuasi wa Kristo tunashindwa kuishi kadiri ya wito wetu kwa kuleta ladha, kutunza na kutakasa. Na hivyo, ndugu wapendwa, chumvi haibaki tu katika hali yake ya awali, lakini huyeyuka na kuweza kutoa ladha yake. Hivyo Wakristo tunaalikwa kujipunguza au kujishusha ili kuwanyanyua wengine. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mwanga huleta nuru na huondoa giza. Ndugu wapendwa, kumbe nuru ni kiashiria cha utawala wa Kristo. Na kwa vile Bwana wetu Yesu Kristo si tu mwanga uliofika ulimwenguni, bali yeye mwenyewe ndiye mwanga, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 12. Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu, anifuataye mimi hatembei gizani, bali atakuwa na uzima wa milele. Ndugu wapendwa, Kristo anavyotutaka wafuasi wake tuwe nuru ya ulimwengu, maana yake anatutaka tuwe kama yeye. Ndiyo kusema Ukristo wetu lazima uonekane, kwa kuwa ufuasi haufanyiki sirini, isipokuwa katika kujipambanua kwa matendo yetu. Ndiyo kusema, ndugu wapendwa, Wakristo tunapaswa kuwa mfano katika maisha kwa kuleta nuru ulimwenguni. Ndugu wapendwa, ufuasi wetu wa Kristo lazima uonekane kwa wengine. Hivyo matendo yetu mema ni lazima yawavutie wengine, lakini pia yawe na ushawishi kwa Mwenyezi Mungu. Tafakari hii imeandaliwa nami Frateli Wolfgang Leonard kutoka Jimbo Katoliki la Mtwara. Ninasoma mwaka wa pili wa tauhidi katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho iliyoko Jimbo Katoliki la Songea mkoani Ruvuma. Tumsifu Yesu.